Najua kuna wachambuzi wameumia. Kuna wachambuzi wameumia na tunawafahamu. Kwenye uchambuzi wenu mnaingiza ushabiki. Kwa mfano, mtu unasema yani inakuuma kabisa Simba kupewa penalty. Ngoja wanaumia leo Simba kupewa penalty na kushinda hii game. Ila hawajaumia Yanga kule Kigoma alivyoenda kusaini mikataba na wale jamaa afa kashinda goli 5. Hilo hawaumii. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sana kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba baada ya mchezo wao wa ligi kuu soka Tanzania bara kutamatika dhidi ya Mashujaa, alama 3 muhimu katika uwanja wa nyumbani wamefanikiwa. Nipo na Jackson hapa. Mambo ni mengi sana ya kuzungumza naye. Jackson, upo vizuri? Niko vizuri, habari za leo? Mambo ni mazuri, sijui kwa upande wako. Namshukuru Mungu. Tuko salama. Bwana, mchezo wenu umemalizika wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Mashujaa. Ni kama kipolo kilikuwa kinaelekea kuchacha. Hakijachacha bwana. Ni chakula ambacho kilikuwa kinasubiri kuliwa tu. Lakini sio kwamba kilikuwa kimechacha. Hapana. Mchezo kwako ulikuwa ni mchezo aina gani? Dakika 90 kwa upande wako kwa namna ambavyo mchezo ulikuwa unaendelea. Mchezo ulikuwa ni mgumu. Ni mgumu kwa sababu gani? Baada ya Simba kutoka kwenye michuano ya CAF kule kwenye hatua aliyofikia, alivyorudi huku amekuta kuna mechi ambazo alitakiwa kuzicheza lakini muda aliopewa ni mchache. Kupewa mechi 4 ndani ya siku 10 kwa kweli ni kitu kigumu. Ni kitu kigumu sana kwamba utajipangaje, alafu pia hata wachezaji ulionao viwango vyao havifanani. Kwa sababu Kapombe na Shabalala replacement zao ambazo labda ni Duchu, Nouma sio kama ni level moja na wao. Umenielewa? Ukija ukiangalia Awesu kwa Aua sio kwamba ni level moja. Ukija ukiangalia Barua kwa Kibu Dennis sio level moja. Kwa hiyo kidogo kunatokea ugumu kidogo. Kuna maeneo ambayo kidogo yanataka kuiana. Kwa mfano kwenye upande wa Ngoma na Mavambo kunataka kuwa na uwiano kidogo japo Ngoma amemzidi. Lakini kwa maeneo mengine ni magumu, ndio maana kocha anapata wakati mgumu hata kufanya rotation. Kwa hiyo ugumu unakuja kwamba wachezaji watachoka sana. Sasa sijui hata watumia mbinu gani kwa sababu yanakuja mambo ya kukamiana hapa. Yani watu wanaahidiwa fedha nyingi kucheza na Simba. Kwa hiyo kuna ugumu kwa kweli, mechi haikuwa rahisi, ilikuwa ni ngumu. Alama 3 pengine mngezikosa leo hii zingemitoa katika mbio za ubingwa. Of course, ukipoteza hapa alama 3 na mpinzani wako ambaye ni Young African amebakiza mechi 4 na wewe umebakiza mechi 4 na umebakiza mechi nyingi hapa za kucheza, hata ukicheza maana ilikuwa Simba na Yanga wakikaa sawa kwenye mechi tofauti ni alama 1 ambayo Yanga anaongoza. Na kitakachokuja kuwatofautisha kwa jinsi hao majanti wanavyokwenda ni mechi yao wakikutana. Umenielewa? Sasa unapopoteza mechi moja wakati hujakutana na mpinzani wako inakuondoa kwenye reli. Sawa, unaweza kuwa na michezo mbaki lakini kwa ukubwa wao usitegemei wao kupoteza. Kwa hiyo inakuweza kukuondoa kweli kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa ni kibaya. Of course, mimi naweza nikasema kitu kimoja. Timu yoyote ambayo inashinda treble, timu yoyote duniani ambayo inashinda treble, huwa benchi na wachezaji wanaoanza imesheheni. Haina majeruhi na wachezaji ni kama wanafanana uwezo. Ukitoa huyu, ukiweka kwa mfano ukiangalia Manchester United ya mwaka 99, ukaja ukaiangalia ambayo ilichukua treble, ukaja ukaangalia hii Man City ya Guardiola ambayo ilichukua treble, utakuja kugundua benchi alikuwa na watu wanaoanza na watu. Yaani kiasi kwamba ukitoa mtu analeta kiwango sawa na aliyetoka. Sasa tatizo lilioko ni kwamba kwenye timu yetu ya Simba viwango vinapishana kidogo. Ndio maana hata management ya Simba bado wanahangaika kufanya usajili. Ndio maana kuna ile lugha kwamba bado tunajenga timu. Kwa hiyo kidogo kutakuwa kuna ugumu, japo mimi naamini Mungu kwamba tutafanikiwa, lakini niweke angalizo. Simba akishindwa kuchukua ubingwa. Simba akishindwa kuchukua ubingwa. Yes. Naomba tusiwalaumu wachezaji, tusiwalaumu benchi la ufundi, wala tusiwalaumu viongozi wa Simba. Kwa sababu uko nusu finali SCRDB Cup. Kwenye ligi una kiporo cha mechi 4 na zingine karibu 3 na dabi. Na hapo kwenye hiyo CRDB obviously kuna kukutana na Yanga ambayo itakuwa dabi nyingine hiyo. Alafu kule finali ya CAF
una Berkane ya Morocco. Umenielewa? Potelea mbali, acha ubingwa uende kwa Yanga. Acha ubingwa. Potelea mbali. Yaani nakwambia hivi, kwa mahesabu ikitokea kwamba Simba wanaona wataumiza wachezaji au watabanwa sana au watavurugikiwa kitu chochote, potelea bakale kule. Yaani akili iende kwenye CAF. Kwa sababu gani? Pesa watakaoipata CAF, heshima watakaoipata CAF ni kubwa kuliko ligi, ubingwa wa ligi ya Tanzania. Kwa nini nasema hivyo? Simba amechukua ubingwa wa ligi ya Tanzania mara ngapi? Mara nyingi. Si ndio mara nyingi? Tuseme nyuma ya Yanga ni yeye. Okay. Amepata heshima gani kubwa Afrika? Kwa yeye kuchukua ubingwa wa Tanzania. Amepata heshima gani kushiriki haya mashirikisho ya humu ndani? Heshima gani ameipata? Faida ni ndogo sana. Hawa walioshinda muungano juzi wamepewa shilingi ngapi? Si milioni 50 tu. Sasa milioni 50 kule CAF kuna bilioni 5 kule. Kuna bilioni 5. What is bilioni 5 kwenye milioni 50 kaka? Kama ungewaambia washauri viongozi wa Simba. Kwanza mimi naomba akili yao wa focus kwenye ubingwa wa CAF. Ubingwa wa Tanzania tutakuja kuukuta tu. Upo, maana sisi tunaishi Tanzania, Tanzania ndio nchi yetu, Simba iko hapa ubingwa tutaukuta. Hao watakata upepo tu, kuna siku watakata upepo. Iko hivi tukutakiza sasa hivi. Imekuja keki ambayo si rahisi kuipata. Tumeelewana vizuri. Kafu final ni keki ambayo sio rahisi uipate ovyo ovyo tu. Yaani ni baraka. Ya imekuja. Sasa kama imekuja, ile keki imekuja. Halafu hapo faida yake ni kubwa. Kwanza ina faida karibu 3. Kuna rank, point za rank unapata, kuna pesa ambazo zitakupunguzia wewe budget ya usajili, budget ya kuendesha timu, huku una wadhamini, huku na Mohamed Dewji, kidogo pesa mifukoni zitapungua kutokana na ile pesa itakayoingia kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye yale mashindano. Alafu bado kuna heshima. Heshima ipi? Heshima ya ndani na nje. Ndani kwa nani? Huyu ambaye anapiga kelele kila siku kwamba wewe unitishi kwa sababu umefika finali. Kwamba umefika finali. Mimi sijui na mimi nimefika finali. Yaani na yeye mara moja awe anapata shida kwamba bwana kuna siku moja napata tabu na mimi nikalichukue lile. Yaani ile itakuwa ni alama kubwa sana kwa Simba. Kwa hiyo mimi naomba ikitokea ligi inamtoa damu, asihangaike sana. Asihangaike sana. Mimi siwezi kuwalaumu Simba kwa kushindwa kuchukua ubingwa wa ligi. Siwezi kuwalaumu Simba mpaka sasa hivi security ya nafasi ya pili ipo. Security ya nafasi ya pili ipo. Sasa mwezi kuja kumtoa Simba kwenye nafasi ya pili. Na hiyo nafasi ya pili inakupeleka moja kwa moja kwenye klabu bingwa wa Afrika. Kwa hiyo jambo la muhimu ni kubeba ubingwa wa shirikisho kwanza. Jambo la muhimu ni kwanza ukiwa bingwa wa ligi inakupelekea wewe au nafasi ya pili inakupelekea wewe kucheza klabu bingwa. Klabu bingwa ni ili ukapate heshima kule nje na ndani. Sasa hapa ndani unashinda kila siku bado heshima yako haijawa kubwa. Kwa nini usielekeze nguvu zako kwenye kile ambacho tayari kimekuja na kipo? Bwana Jackson, kwenye hilo tumeongea kwa upana sana, kubwa zaidi tuchagize kwenye hili la kasi. Mashabiki wa Simba wengi mnafurahia dabi ya Kariakoo ipigwe. Kwako hii taarifa ya kasi kuwarudisha Young Africans huku umeipokeaje? Mimi nimeipokea vizuri na nina furaha. Una furaha? Nina furaha kabisa. Kwa sababu gani? Ukitaka kugundua mashabiki wa Simba wana furaha dabi ipigwe. Ila mashabiki wa Yanga hawataki dabi ipigwe. Ni kwa nini hapo? Ukija kuangalia hapo, kama unajinasibu una timu nzuri, alafu unakataa kucheza, unataka upewe point za mezani. Wewe una mashaka na timu yako. Hata kama hiyo timu yako unaiona bora, una mashaka nayo. Lakini ingekuwa una mashaka nayo, uwezi ukasema eti upewe point 3 za mezani. Ngoja kwanza. Unajua mimi nikitaka kurudi kwenye hili sakata, sijawahi kuongelea hili sakata vizuri. Yanga wamekosa hekima. Yanga wamekosa hekima. Hilo la kwanza. Alafu la pili, Yanga wamekuwa na papara na wamepanic kuingilia vitu ambavyo hata haikuwa na ulazima. Kwa mfano, kama ni kuadhibiwa, Simba angeadhibiwa, isiyo Yanga. Lakini Yanga amejiingiza kwenye vurugu ambazo yeye hata hakuzikumuhitaji. Kwa mfano, Simba alipozuiliwa kufanya mazoezi pale kuingia uwanjani, Simba alitangaza kwamba mimi sitacheza mechi. Na ile ilizua taharuki. Tayari
shirikisho la mpira TFF pamoja na bodi ya ligi walikuwa wanaweza kumwadhibu Simba hata kama mechi ingekuja kuchezwa. Yani Simba adhabu yake ipo pale pale kwa sababu alizua taharuki. Na yani kwa vyovyote vile alijichukulia mamlaka ya kufanyaje? Lakini mimi niliona Simba walipofanya vile wamenyamaza kimya, nina kama walijua tumefanya kosa. Umenielewa? Wakatulia. Sasa Yanga hakuwa na kosa lolote. Kilichomfanya Yanga alazimishe kwenda kuingia uwanjani pale wakati TFF na bodi ya ligi wameshasema kwamba mechi imeahirishwa. Kilikuwa ni kitu gani? Yeye analazimika kufanya nini? Wao umeshasikia wamesema mechi imeahirishwa. Si uache. Usiende pale, subiri watapanga siku nyingine. Umekwenda pale mara unataka udai, sio unataka kufanyaje? Haya, umekimbilia kule kwa sababu umejua siku 21 sijui sie zikapita, ukawahi kule. Okay, umewahi uliwahi ili siku 21 lakini kuna barua umeiacha nyuma huko. Sasa kwenda wewe kule kuna maana gani kwa hizo siku 21 kama barua umeacha nyuma? Matokeo yake ni kwamba zile siku 21 batili ulizokuwa unaziwahi, pesa uliotumia batili, umepoteza, wanasheria umewalipa batili, umepoteza hela yako. Hata kama utarudi huku kuja kuidai haki yako, utakuwa tayari umepoteza muda na ujui bado kama utashinda. Sasa mimi naomba kuwashauri kitu kimoja. Yanga waache siasa kwenye mpira. Yanga waache siasa kwenye mpira. Na ngoja nikwambie, Simba ninaiona kama itakuja kufika mbali kwa haraka sana. Yes, kwa sababu gani? Simba amehangaika sana kutoka kwenye makundi kwenda kwenye robo. Alivyomanage kwenda kwenye robo, alikaa sana kwenye robo finali. Alikuwa anakwenda anaizoea robo finali, anakwenda anaizoea robo finali, paka akaimaster robo finali, akaiweza kabisa. Kwa Simba kwenda robo finali yoyote, iwe ni CAF Confederation, iwe ni CAF Champions, Simba anaimaster robo finali. Na kwake sio habari tena, lakini habari ilikuwa ni nusu. Sasa hivi kwenye Confederation Simba ameimaster nusu. Kwa hiyo kwa management ya Simba sasa hivi hawawazi sana robo finali. Yani kwao robo finali target yao wameikosa. Target ilikuwa ni nusu finali. Sasa kwa sababu nusu imekuja, target yao wanahamishia finali, lakini wanaweza wakawa wanaishia nusu au wanafika, lakini target yao sasa nini? Ni finali na pia kubeba kombe. Sasa timu yenye malengo ya namna hiyo uwezi kufanikiwa kama wewe akili yako ni kesi tu kila siku. Mara Agustin Okra kesi. Sijui nani, sijui huyu nani wamebareke kesi. Sijui Dabi kesi. Yaani wewe baadaye ya kuchukua muda kupanga timu ya kwako unahangaika na kesi. Matokeo yake kesi, wachezaji wakiondoka wanadai ni kesi hizo. Yaani kila siku kumekuwa na mlolongo mwingi wa kesi. Unakupotezea sifa. Unakosa muda wa kujipanga. Unahangaika na hizi timu za huku chini, sijui goli 8 goli ngapi, alafu MC Alger akija hapa goli moja linakushinda, wewe hujafocus. Ndio maana ngoma nikwambie, Simba ukitaka kujua amefocus, hakuna timu, yani sijui ni timu gani itakuja hapa kwa Mkapa Simba wewe na deni la goli moja ashindwa kupita. Sijui hata ulete Real Madrid labda au Barcelona. Lakini hapa kwenye uwanja wa Mkapa ilete timu ambayo wanakutana kwenye CAF, sio kwamba Simba anadaiwa goli moja ili afuzu. Simba huwa anapita, lakini hao jamaa kwa sababu focus yao ni ya chini, goli moja linawashinda kwa Mkapa na wamekubali. Yani wamekubali, simple wamekubali na wametoka. Yani goli moja, hebu kwa mfano tukubaliane, tungebadilishana. Yani Simba akacheza ile mechi na MC Alger kwa goli moja ili afuzu, Yanga mrudishe huko kwenye Confederation, Simba angebaki kwenye michuano. Yanga angetoka. Kwa sababu gani? Focus yao ni ya vitu vidogo vya ovyo. Yani mara kesi, mara focus ya Yanga ni ya vitu vidogo peti. Yani vitu vidogo vya ovyo. Kwa sababu gani? Yani muda wote mmengangana hatuchezi. Hebu nikuulize, kwenye hatuchezi kuna maendeleo gani ya soka? Yani kwenye timu yako wewe, jiangalie wewe. Neno hatuchezi lina maendeleo gani kwenye soka la timu yako? So ndio maana Simba wameamua kukaa kimya kwenye jambo hilo, kwa sababu mgundua haliwasaidii kuwapeleka mbele nje ya nchi hata humu ndani. Na pia ngoja niseme kitu kimoja. Hii mechi ya leo wamekuwa wanamsema sana referee. Hakuna kitu chochote ambacho referee amekiongeza kwenye mpira ambacho hakipo. Hakuna kitu chochote ambacho ni kipya kwenye mpira wa miguu duniani ambacho referee leo amekiongeza. Referee hajaongeza sheria yoyote mpya
umemchezea mtu ndani ya penalty box, penalty. Umenielewa? Aliyekuambia ucheze low block kwa muda mrefu kwenye eneo lako ni nini? Ukishika penalty. Ukikaa muda mrefu kwenye box lako, lolote likitokea ambalo sio la mpinzani ni la kwako wewe, litakuadhibu tu. Sio umeelewa vizuri? Na kama mtu amenawa, referee anakosa gani kutoa penalty? Kwa hiyo ina maana kwa sababu ni muda umeenda unakaribia kusha referee asitoe penalty. Hiyo sheria wapi? Yaani kuna sheria gani ya FIFA kwenye mpira inasema kwamba eti kwa sababu referee muda umeenda na mpira unakaribia kuisha, referee haruhusiwi kutoa penalty? Hata kama ni penalty 4, weka penalty. Jackson, tumechagiza kwa upande sana mkubwa mimi na wewe. Natumai tumeyazungumza mengi. Natumai tutafuta siku nzuri tudiscuss mengi na mengi. Kwa leo tuwekee nukta. Yanatosha, tumezungumza mimi na wewe sana. Lakini kama una neno moja la kumalizia, fursa. Mimi naomba tu niseme kitu kimoja. Naomba, najua kuna wachambuzi wameumia. Kuna wachambuzi wameumia na tunawafahamu. Mimi naomba kitu kimoja. Chambueni football, acheni ushabiki. Chambueni football, acheni ushabiki. Kuna wachambuzi wameumia Simba. Sisi ni mashabiki. Hata kama tutakuja kuwa wachambuzi, lakini sisi ni mashabiki. Acheni kuingia kuwa, yani kwenye uchambuzi wenu mnaingiza ushabiki. Kwa mfano, mtu unasimama unasema yani inakuuma kabisa Simba kupewa penalty. Yani ngoja, kama referee amekosea, yanabaki kuwa makosa ya kawaida. Lakini wachambuzi wanaumia. Lakini mtu unaumia kabisa, unaona anaandika kwa kuumia. Okay, kwa kuumia ina maana hilo kosa. Wachambuzi wameandika kwa kuumia. Wapo na tunaona kabisa kwenye peji zao wanaandika kwa kuumia. Yani mtu anasema haiwezekani, sio nini. Okay, kama ni makosa amefanya huyu refa wa leo, ndio refa wa kwanza duniani kukosea. Wachambuzi wameumia Simba kushinda. Ila wanaumia, ngoja, wanaumia leo Simba kupewa penalty na kushinda hii game. Ila hawajaumia Yanga kule Kigoma alivyoenda kusaini mikataba na wale jamaa afa kashinda goli 5. Hilo hawaumii. Jackson, tuweke nukta kwa leo. Tutazungumza mengi sana mimi na wewe. Shukrani sana. Shukrani, asante sana.